Wewe vipi? Mbona kama kuna tatizo? Dashu, ndio kuna matatizo yamenitokea. Naomba hilo tatizo lisio sana biashara yangu. Ile Dashu, ndio kwenye biashara yako. Nimekutana na mchungaji njiani kule, akaniambia sio na matatizo, kuna vitu kanielezea. Baada ya hapo anaondoka, kanitapeli hela, ni sijui atakaichukuaje. Hivyo una akili kweli wewe Sharifa wewe? Wewe ni mgeni wa hili jiji? Sharifa, yani pesa yangu mimi unaifanyia masiara kiasi hicho? Dashu, nisamee, ni bahati mbaya tu. Nikusamee juu ya pesa yangu? Sikiliza Sharifa, umeona jua linawaka, natoka. Nikirudi pesa yangu niikute. Kafanye kazunguke huko mji mzima, mimi pesa yangu naitaka. Usize na pesa yangu, umesikia eh? Yaani mtu anakutapeli? Wewe Dar es Salaam umekuja jana? Na ujui mmecheza hapa Dar es Salaam, mtu unatapeli pesa kiasi gani? Wewe nataka pesa yangu. Sasa mimi Dashu, hiyo pesa naenda kuitolea wapi sana? Unasemaje? Sasa mimi nanihusu nini pesa kutoa wapi? Mimi ninachotaka ni pesa yangu. Kazunguke huko mjini, kafanye ufanyavo, nikirudi jioni nikute pesa yangu. Mimi biashara yangu sitaki na mchezo. Sijui umenielewa eh? Nisicha jamaa lakini bado mzigo mkubwa kichwani umeshanilemea, najitahidi bado nashindwa 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 ati kukaa kimya sikupigia. Tusikie amekaa kweli kwenye njia. Yo binti, unaonekana haupo sawa. Una matatizo gani? Sina matatizo yoyote. Nikikuangalia na kuona kabisa kwamba haupo sawa. Wewe niambie ni kitu gani kinakusumbua? Kama ninaweza kukusaidia basi nikusaidie. Unajua sasa hivi muda umeenda sana. Karibu kiza kinaingia. Na hii sehemu ulokaa sio sehemu salama kwako. Niambie ni kitu gani kinakusumbua? Kiukweli kakaangu, kuna matatizo yamenitokea. Leo wakati nafanya biashara nimekutana na mchungaji kanitapeli. Baada ya kurudi nyumbani, dadangu hakunielewa na kaniambia anahitaji pesa yake. Ndio kanifukuza, kaniambia nisirudi mpaka nipeleke hela yake. Pole sana kwa changamoto zilizokukuta. Ila usijali, hivyo ni vitu vya kawaida tu kwenye maisha. Ila siku ya pili unatakiwa uwe makini sana. Ni kiasi gani cha pesa ambacho umepoteza? Ni 15,000. Nenda nyumbani kampelekee dada yako.
Asante sana kakaangu. Usijali. Ila siku ya pili kuwa makini kama nilivyokuambia, sawa? Karibu sana. Asante sana. Hujajitambulisha wewe ni nani na umekuja kufanya nini? Mimi naitwa Kijungu. Ni mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Yaani unapoonana na mimi umeonana na mgodi. Natema pesa muda wote. Una shida gani? Kuna binti mmoja ambaye anaitwa Sharifa. Nimemfuatilia kwa muda mrefu sana. Lakini nimejaribu chunguza kufuatilia sana tu. Nikaja kugundua kwamba anaishi hapa. Sharifa ni mdogo wangu na nakaa naye nyumbani kwangu. Sijajua una shida naye gani. Kiukweli dadangu, mimi Sharifa nimetokea kumpenda sana. Na sio kumpenda tu. Ila Sharifa ndo nataka awe mwanamke wa maisha yangu. Yeye inamaanisha kwamba nataka nimuoe. Kwa hiyo kwa sababu nimekutana na wewe dada yake, basi itakuwa ni rahisi sana mimi kuweza kumpata Sharifa. Kwa sababu mimi nimejaribu kumuelezea hisia zangu, Sharifa akashindwa kunielewa kabisa. Na sikuwa na jinsi nyingine ya kufanya zaidi ya kuja hapa nyumbani kwao. Najua kabisa kwamba nitapata msaada zaidi. Pole sana kwa changamoto ile ukukuta. Ila kwa sasa hivi sina majibu yoyote ya kukupa. Sharifa bado ni mwanafunzi na pia isitoshe sisi tuna wazazi wetu. Kwa hiyo subiri nizungumze nao, nione hao watafikiri juu ya swala lako. Lakini pia niongee na Sharifa mwenyewe. Majibu atakayonipa nitakuja kukupa. Ila cha msingi hapo, ongea tu namba yako ya simu. Itakavyokuwa mimi niwe nakujulisha. Sawa. Hii pesa yote ni ya nini? Hiyo pesa ni ya kwako. Wangu mimi. Kama nilivyokuambia hapo awali, mimi ni mtoto mdogo ila nina pesa mingi. Unapoonana na mimi umeonana na mgodi. Kwa hiyo hebu jaribu kufanya chochote kile ili niweze kumpata Sharifa. Baada ya hapo mimi naamini utapata pesa nyingi zaidi kuliko hiyo. Asante sana shemu wangu. Leo nitakupa mrejesho. Mwanangu, hivi biashara zinaendeleaje huko? Kiukweli mama, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Biashara yangu inaendelea vizuri na kila kitu kipo sawa. Niendelee tu mama kukushukuru na wewe kwa sababu umenipambania sana mtoto wako. Kiukweli nilikuwa nipo kwenye giza nene sana, kiasi cha kwamba nilikuwa sioni mbele wala nyuma. Ila umeniangazia mwanga mzuri. Sasa hivi naona kila kitu kipo sawa kwenye maisha yangu na naishi huku nikiwa nina furaha sana. Hiyo ndio kazi ya mama. Kuhakikisha mtoto wake anaishi vizuri, lazima mama upambane. Usijali mwanangu, hiyo ni kazi yangu. Umeelewa? Ni wajibu wangu kuhakikisha unaishi vizuri, una furaha na una amani. Pamoja na yote mwanangu, nataka nikwambie kitu. Sawa mama, wewe niambie tu, hata usijali. Ndani ya siku mbili hizi nataka niende nyumbani mara moja. Lakini sitokaa sana, tarudi. Umenielewa? Ila tu kitu kimoja. So niondoke huku nyuma, nirudi nikute mambo tofauti. Naomba ufanye kila kitu kama nilivyokuagiza.
na yule mwanamke wako asije kaja tena hapa mkaishi maisha kama mlikuwa mnaishi kule. Umenielewa? Kama atakubaliana na yale yote ambayo nimekuelekeza akiyafanya, okay, mruhusu kwenye maisha yako aendelee. Lakini akikataa kienda kinyume kwenye maisha yako asiwepo. Na ikiwezekana mpe talaka yake aende. Wanawake wapo wengi tu mwanangu. Afu kujiangalia mwanangu mwenyewe ni mzuri, msomi, una akili timamu, yaani una muonekano. Mahali popote pale unaonekana. Utapata mwanamke aliyekuwa bora, mwenye kujitambua, tena wa maana wa kuthamini. Kwa sasa mama, mimi nipo makini sana. Na nitafuata yale yote ambayo wewe umeniambia. Siwezi nikienda kinyume hata siku moja. Yale maisha ambayo nilikuwa naishi nyuma, kiukweli sio maisha mazuri hata siku moja kwa mwanadamu kuishi vile. Kwa hiyo nitafuata yale ambayo umeniambia sasa hivi na nitafanyia kazi. Na kuhusu mwanamke, kama akishindwa kufuata vile ambavyo wewe unataka, basi kama unavyosema mimi nitampa tu talaka ili endelee na maisha yake na mimi niangalie maisha yangu. Ili mradi mambo asiwe mengi tena tukaanza kurejeshana nyuma. Sawa? So niende huko nirudi nikute vururu. Salungi mwanangu. Utajuta kuzaliwa na mimi. Yaani utajuta kwa nini nizaliwa na yule mwanamke. Tutakorofishana, tutagombana mpaka dunia ione chungu. Siwezi tena mama kurejea yale ambayo nimeyafanya nyuma. Siwezi. Na kuahidi mamangu sitaweza kufanya hivyo. Aya, sawa. Acha basi mimi niende nikaendelee na biashara yangu. Basi tutaonana baadaye. Aya mwanangu, kazi njema. Sawa. Mungu ni mwema, hatimaye mwanangu ameweza kunielewa vizuri. Najitahidi nisichachame, lakini bado mzigo mkubwa kichwani. Kwanza mimi nikushukuru sana kwa kufika kwa wakati na kuitikia wito wangu kwa haraka sana. Lengo la kukuita hapa ni uje upaone sehemu ambayo mimi na wewe tunatakiwa kwa sasa tuishi. Hapa unapopaona, kuanzia sasa hivi maisha yetu yatakuwa ni hapa. Kwa hiyo ninachokuomba tu uende nyumbani kwako ukachukue kila kilichokuwa chako, uje hapa tuanzishe maisha yetu. Nisimame kama baba na wewe usimame kama mke wa hii familia. Kwa pamoja tuweze kuendeleza maisha yetu tukiwa tupo hapa. Na kuhusu swala zima la kazi, kwa sasa hivi mimi nina genge. Mama kabla hajaondoka ameniachia mtaji, kwa hiyo nikafungua genge na namshukuru Mwenyezi Mungu genge langu linaenda vizuri sana. Alhamdulillah, pesa ya kula inapatikana na pesa matumizi mengine. Kwa hiyo sifikirii kama tunaweza tukakosa hela kula, wala sifikirii kama naweza nikakosa kukizi mahitaji yako ambao unahitaji haya madogo madogo ya kila siku. Lakini naamini pia tukiishi wote hapa, akili zetu wote tutaziwekeza sehemu moja na naamini kila kitu kitaenda kuwa sawa. Hivi unanichukuliaje wewe Sarungi? Unanichukulia poa sana au? Yaani mimi nitoke nyumbani kwangu nije niishi kwenye hili banda, kwenye hiki kipagala mimi, alafu unaniambia umepata sijui kazi ya genge, sijui biashara ya genge. Unafikiri biashara yako mimi itanipeleka wapi au itanisaidia nini? Yaani hiyo biashara yako haiwezi kukidhi mahitaji yangu hata chembe, hata kidogo. Kwa mimi kuja kuishi humu, sawa. Nakupenda sana Sarungi, ila mimi kuishi bila hela, hicho kitu sawa. Yaani mimi niishi bila hankara, baba, hicho kitu hakiwezekani. Siwezi. Naomba unisikize kwa makini vio. Mimi sio mtoto mdogo. Mimi ni mtu mzima, najielewa na ninajua ni kitu gani nafanya kwenye maisha yangu. Sasa basi, nimeshapambana vya kutosha na Mwenyezi Mungu alhamdulillah amenijalia kupata na mimi sehemu yangu. Siwezi hata siku moja nikaendelea kukuacha wewe ufanye dhambi zako kule, hali ya kuwa nikijua kabisa kwamba na mimi nahusika sehemu moja ama nyingine kipindi ambacho wewe unafanya dhambi. Sasa basi, kama unaamua wewe kuishi na hao madanga wako, unaona kabisa kwamba hauwezi kuishi bila hela. Mimi nimeshajipanga katika hilo na kuomba kabisa tuachane. Fanya maisha yako na mimi nifanye maisha yangu, tusiingiliane. Na kuanzia sasa hivi sio mke wangu tena.
Fanya maisha yako na mimi nifanye maisha yangu. Kama hautaki kuishi na mimi hapa. Babangu, swala la mimi na wewe kuachana, hicho kitu sahau. Na hakiwezekani na hakitatokea kwenye maisha yangu. Unanielewa? Unachotakiwa kufanya wewe sasa hivi ni kupambana, kutafuta miela mingi, tuishi maisha mazuri. Kinyume na hapo, unajisumbua tu bure, mume wangu kipenzi. Mimi nafikiri wewe unajui vizuri upande wangu wa pili. Tayari mimi nimeshafanya maamuzi yangu. Na nilijua kabisa kwamba wewe unaweza kukataa. Lakini kama umekataa kuishi na mimi hapa, na mimi siwezi kuendelea kuwa mtumwa kwako hata siku moja. Nimekuandalia talaka yako tayari. Naomba ushike mamangu, fanya kile ambacho unachokiona sahihi kwenye maisha yako. Mimi na wewe tumemalizana. Hivi Sarungi, unafikiri mtu kuachwa au kuachika ni rahisi tu? Yaani kirahisi tu, mtu washane, shika talaka, ni rahisi si eti? Sasa kama ni rahisi, na wewe jiachie. Alafu kabla sijasahau, fanya nilichokuambia na uiweke akilini. Na ukifanyie kazi na ukitendee kazi. Sijaolewa kuachika, sawa eh? Nashindwa Binti, nilikuwa natamani sana hii siku ya leo tukutane mimi na wewe, kwa sababu nilikuwa na shauku kubwa sana ya kujua maendeleo ya mama yako. Ila bila shaka na imani mama yako ni mzima wa afya. Alikuwa hali, ila sasa najua anakula na anabeba na mimaji kabisa. Seti? Sasa wewe mchungaji, umejichanganya. Unakuja kunitapeli mimi? Nataka nikuoneshe kuwa umeingia choo cha kilema. Mguu ndala, mkono ndala. Binti, hiyo kauli tapeli naomba uiondoe. Sawa, mimi ni mchungaji ambaye naaminika. Hiyo pesa ambayo umenigea wewe, mimi nimechukua nimeenda kuweka kwa watoto yatima. Kwa nini unaniambia tapeli? Unanikosea na unanivunjia heshima. Mimi ni mchungaji nayeaminika dunia nzima. Kwa tafadhali, binti. Sasa hao watoto yatima, mimi ndio mzazi wao. Binti, unanizalilisha. Mimi ni mchungaji mkubwa hapa katika hii dunia. Tafadhali, toa mikono. Nataka unipe hela yangu. Unanisikia? Hivi kwa watoto yatima. Binti, kwa heshima binti. Unjie heshima. Nataka unipe hela yangu. Jesus wa Nazareti. Singekufa mie. Hizi kazi zingine zitakuja kutua. Arabi, ninusuru mie. Mimi sio dini yangu hii, ni utapeli tu. Ndio ananigia kula lakini.
kwako ni sawa, maana jibu la mjinga ukimya. Penzi lako likuwa dawa, moyoni mwangu umejanigima. Najitahidi nisichachame, lakini